Tunafahamu kwamba kuna magonjwa mengi ambayo huenda wewe ukawa unayafahamu, lakini pia mengine huyafahamu vile vile. Hii ni kliniki ya mtaa ambayo tutaenda kukujuza uelewa wa wananchi, lakini pia na wataalam. Mimi ni Juliet Saatele na kipindi chetu kinaitwa Kliniki ya Mtaa. Twende wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sasa leo tuko mtaani, tunataka tufahamu, je, jamii ina uelewa gani kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi? Kaka, habari? Salama. Unaitwa nani, unajishughulisha na nini? Naitwa Fabian Masanja, najishughulisha na kazi ndogo ndogo hizi. Sawa. Unafahamu saratani ya mlango wa kizazi ni ugonjwa gani? Nafahamu lakini sio kivile sana. Huo ufahamu wako ndio mimi nauhitaji. Saratani ambayo inasababishwa na kizazi, na labda mazingira ya nyumbani, usafi kwa mwanamke, yani labda kama chooni, mazingira ya kule yanatakiwa yawe masafi kila sehemu, yani kwa jinsi ninavyofahamu mimi mwenyewe. Sawa, unafikiri ni nani ambaye anaisababisha hii saratani ya mlango wa kizazi kati ya mwanaume na mwanaume, kati ya mwanamke na mwanaume? Ambao wanaisababisha sana nahisi labda kwa wote. Wote ni wasababishi? Ni wote wasababishi, ni wote. Kwa sababu inaweza kutokea kwa mwanamke au mwanaume akawa nayo, lakini sasa nadhani labda kwa mwanaume si wanasema si ni ngumu kuiona, lakini kwa mwanamke inakuwa ni rahisi. Sawa, wewe kwa mwaka huu unapima afya yako mara ngapi? Mimi nadhani labda kwa mwaka labda mara moja. Mambo poa, za wewe? Salama. Unaitwa nani, unajishughulisha nini? Naitwa Martha, ni mfanyabiashara. Sawa Martha. Unafahamu saratani ya mlango wa kizazi ni nini? Saratani ya mlango wa kizazi. Saratani ya mlango wa kizazi mimi naona ni changamoto inayopatikana kwa wanawake. Ni maambukizi yani yanayokuwa yanashambulia via uzazi vya mwanamke. Sawa. Mimi ninavyoelewa hivyo. Unajua inasababishwa na nini? Saratani ya kizazi inasababishwa na ngono zembe, yani tuseme. Ngono zembe. Okay, sawa. Unafikiri ni aibu au ni hofu ya watu kwenda kupima afya zao? Hasa wanawake. Ni nini hasa? Ni aibu au ni hofu? Sidhani kama ni aibu, ila nahisi tu uvivu sijui. Au pia nafikiri pia ni hofu. Maana yake unakuta kuna mtu anaogopa, yani akipewa ile taarifa, yani labda una saratani ya kizazi, anawaza yani itaonekanaje. Kwa hiyo nahisi pia hivyo, sometimes nahisi uvivu pia wa wanawake, mambo ni mengi. Sawa. Unafahamu kama kuna chanjo ya saratani ya mlango wa kizazi? Nilisikia kuna chanjo ya saratani ya kizazi na tunashauriwa tuende tukafanye. Sawa, unawashauri nini sasa wanawake wengine ambao wanakutazama? Mimi nawashauri waende wakapime ili wajue wana changamoto gani, kama wana maambukizi waweze kufanyiwa matibabu ili wawe sawa. Maana ukikaa tu hivi bila kwenda huwezi ukafahamu una changamoto gani, yani kama uko sawa au uko sawa. Kwa hiyo tuendeni jamani tukapime. Kwa majina naitwa Joseph Peter, ni mkazi wa Sinza. Sawa. Tunazungumzia saratani ya mlango wa kizazi. Ushawahi kusikia kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi ni nini? Sijasikia, sio sana, lakini nasikia mtaani nikitembea kuhusu hili swala, na hususan kwa wanawake. Mwanamke akishakuwa na ile tatizo, akishakuwa na ile shinikizo, ni ngumu sana kupata mtoto. Na pia hata kwa wanaume pia, wanaume wenye ile tatizo pia, unajua mtoto wa kike kwa mwanamke au kwa mwanaume mwenye ile tatizo, wakiwa wanashiriki sana tendo la ndoa, yani hususan kwa mwanamke akiwa anabadilisha sana wanaume, yani hususan ni ngono zembe zinapelekea sana kwa wanawake kusababisha ile tatizo linakuwa ni kubwa sana, ongezeko linakuwa ni kubwa. Na chanjo ipo ambayo inatolewa, ushawahi kuisikia yenyewe? Nishawahi kuisikia, hususan mimi upande wangu binafsi mimi nishawahi kuisikia, lakini
sijawahi kupata chanjo ya hivyo, sijawahi kwenda. Kwa hiyo na washauri na vijana wenzangu wote, jamani, hili tatizo limekuwa ni kubwa. Sasa hivi watoto hawapatikani kiurahisi. Tusishiriki ngono zembe. Takiwa uwe na mpenzi mmoja. Tuzingatie sana chanjo. Kwa hiyo inaweza ikasaidia kidogo tatizo lisiwe kubwa, ongezeko likapungua. Tuko na dada hapa, tutaenda kumsikia na yeye maoni yake anachoenda kutuambia. Dada, habari? Nzuri, sijui wewe. Salama. Unaitwa nani, unajishughulisha na nini? Naitwa Fatuma Mohamed, najishughulisha na shughuli hapa za ususi. Sawa dada Fatuma. Unafahamu kuhusu shinikizo la mlango wa kizazi? Ndio nafahamu. Una uelewa upi? Yaani naelewa kwamba kujikuwa na mwanaume zaidi ya mmoja ndio inaweza ikasababisha ugonjwa huu wa shinikizo la kizazi. Unafikiri ugonjwa huu unasababishwa na nini? Yasababishwa na kuwa na mpenzi zaidi ya mmoja, na wote ukiwa kutana nao kimwili. Ndio huwa yasababishwa. Sawa, maoni yako sasa kwa watazamaji wanaokutazama. Tuwe na mpenzi tu mmoja ili kuepusha maradhi. Umesikia maoni ya wananchi. Mimi sitaki kusema kama ni sahihi au sio sahihi. Tuwe tukamsikie daktari mtaalamu. Yeye anaenda kutupa maelezo sahihi kuhusiana na ugonjwa huu, lakini nilikuwa natamani pia uniandikie hapo chini kwenye comment. Je, wewe unauelewa gani katika hili? Habari za leo kutoka Fertility Peak. Naitwa Shadid Swaibu, ni mtaalamu wa afya ya uzazi kwa wanaume na wanawake. Napatikana Dar es Salaam Posta Mpya. Karibu sana. Okay, tukiongelea saratani ya shingo ya kizazi, kwa lugha ya kigeni wanasema cervical cancer. Hii ni saratani ambayo kwa nchi ambazo zinaendelea kama Tanzania ni saratani namba 2 kwa kuweza kupoteza maisha ya wanawake na wadada. Kwa hiyo ni ile kansa, au tunasema ni kwamba mlango wa kizazi, nikisema kwa Kiingereza ni cervix, huwa uko na seli zake. Kwa hiyo tukisema ni saratani ya shingo ya kizazi, maana yake ni kwamba hii mlango wa kizazi unakuwa umezalisha seli nyingi sana kuliko kawaida, ambazo upelekea vimbe, ambazo hizo vimbe sasa ndo tunaita saratani au ya shingo ya kizazi. Na most of the time huwa inasababishwa na kirusi ambacho kinaitwa ni human papilloma virus. Ni kirusi ambacho kinatokana na ngono zembe, magonjwa au maambukizi ya mfumo wa ngono. Nikiongelea gonorrhea, naongelea syphilis, naongelea magonjwa ya njia ya mkojo. Wanawake ambao wapo kwenye hatari zaidi ya kupata saratani ya shingo ya kizazi au saratani ya mlango wa kizazi, namba 1 ni wale wanawake ambao wameanza kufanya tendo la ndoa katika umri mdogo. Lakini pia wale wanawake ambao wamepata watoto wengi sana wao kwa kujifungua, na wale wanawake ambao wako na multiple partners. Unajikuta analala na wanaume wengi sana. Unajikuta na mpenzi leo, kesho na mwingine, kesho kutwa na mwingine. Lakini yule mwanamke ambaye sasa kinga yake ya mwili iko chini kwa sababu labda ya maambukizi ya ukimwi au ya maambukizi ya mengineyo, mwanamke ambaye ameugua sana magonjwa ya zinaa kama nilivyosema, hawa ndo wanawake ambao wapo katika hatari kubwa sana ya kupata saratani ya mlango wa kizazi. Okay, dalili za mwanzo kwa wanawake huwa zinaweza kutofautiana kati ya mwanamke mmoja na mwingine, na most of the time huwa inagunduliwa kwa kuchelewa, kwa sababu wanawake huwa wanapata dalili lakini kukosa elimu, kukosa ufahamu, huwa hawajui kwamba hii ni saratani ya shingo ya kizazi. Lakini tukisema mfano dalili ya kwanza ya kutokwa na damu wakati wa tendo la ndoa, wanawake wengine huwa wanahisi sababu ya maambukizi ndio maana wanatokwa na damu. Kumbe pia ni dalili ya kuonesha kwamba inawezekana uko na saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia mwanamke kupata maumivu makali sana ya tumbo na kiuno, especially wakati wa period au wakati wa tendo la ndoa. Hiyo ni kukuonesha kabisa kwamba ni dalili mojawapo ya saratani ya shingo ya kizazi. Kutokwa na uchafu sehemu za siri ambao una harufu na nuka, hiyo ni dalili nyingine ambayo itakuonesha kabisa kwamba uko na saratani ya shingo ya kizazi. Ndio, mwanamume ana mchango mkubwa sana wa kueneza, ndio maana nimesema hata pale mwanzo wale wanawake ambao wako na wapenzi zaidi ya mmoja, multiple partners, wako na hatari kubwa sana ya kuugua changamoto hii, kwa sababu kama nilivyosema, cervical cancer inasababishwa na HPV, human papilloma virus, ambayo inasambazwa kwa njia ya ngono ambayo sio salama, yani wanaofanya mapenzi bila kutumia kinga.
Kwa hiyo unajikuta mwanamume mmoja anaweza akalala na mwanamke ambaye tayari yuko na hicho kirusi, akakitoa kwa huyo mwanamke akakipeleka kwa mwanamke mwingine, akakitoa kwa huyo mwanamke mwingine akipeleka kwa mwingine. The same applies kwa mwanamke. Inawezekana yuko na hicho kirusi, akilala na mwanamume ataweza kumpatia, mwanamume anaweza akakibeba akakipeleka kwa wanawake wengine. So mwanamume ana mchango mkubwa sana kwenye upande wa changamoto hiyo. Ndio, saratani hii inaweza ikatibika, especially ikigundulika katika zile hatua za awali. Tunamaanisha ikiwa katika stage ya kwanza, stage ya pili, stage ya tatu, hata stage ya 4 inatibika, lakini tunasema kwamba the earlier the better. Mtu anayewahi kutibu mapema inakuwa ni vizuri zaidi. Huyu wa stage 4 anaweza akatibiwa, lakini kwa complication kidogo, kwa muda mrefu, na kwa kidogo kwa gharama ambazo ni kubwa. Lakini yule ambaye anawahi ikiwa katika zile stage za mwanzo, anapata matibabu na inapona na anaendelea na maisha kama kawaida. Kama jamii, namba moja, lazima tuelewe kwamba hii ni saratani ambayo inaua, inapoteza maisha ya wanawake wengi sana, kama nilivyosema, kwenye nchi zetu ambazo zinaendelea, ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo namba moja ni kupata elimu kwamba hii saratani inatokana na kitu gani. Lakini namba 2 ni kuweza kujilinda sasa sisi pamoja na wale watu ambao tunawapenda. Tuache kuwa na wapenzi ambao ni zaidi ya mmoja. Tuhamasishane umuhimu wa kutumia kinga, especially katika upande wa tendo la ndoa. Lakini mwanamke, ukishagundua dalili sasa zile za awali, hata kama utasema kwamba ni dalili za UTI na PID, kwa sababu wanawake wengi sana huwa tuna confuse, wahi, nenda hospitali, nenda kwa mtaalamu wa afya, nenda kafanye vipimo, nenda kacheki. Hii itaweza kukusaidia hata kama hujachukua kinga, lakini ukiweza kuchukua zile tahadhari za mapema, ukaweza kujilinda, ukawa na mpenzi ambaye ni mmoja mwaminifu, we mwenyewe ukawa ni mwaminifu, ukaondokana na hizo makundi ya watu ambao wanaweza kukupelekea kufanya mapenzi ambayo bila kuwa na kinga. Lakini kupata elimu kwa wewe na watoto wako na watu ambao unawapenda, hii ni sehemu salama ambayo inaweza ikatusaidia kupunguza maambukizi au kupunguza kasi ya saratani ya shingo ya kizazi.